Waandishi wa habari wamejaribu kumtafuta sana, kupiga simu sana kwa Chino Wanamani, Chino Kid, lakini naweza nikasema kwamba mbinu hazikufanikiwa na huenda jitihada bado ziligonga mwamba. Simu zilikuwa hazipokelewi na hatukupata majibu rasmi. Kulikuwa na hii issue ya Haji Sande Manara kumtaja Chino Kid kujihusisha na masuala ya ngada, na hata pia kwa nukuu kutoka kwa dada yetu mbea wa taifa Mange Kimambi pia naye mwenyewe aliweza kulizungumzia swala hili la Chino Kid kuweza kujihusisha na masuala ya ngada, ambapo nafikiri sasa hili likawa ni moja ya gumzo kubwa ambalo ikabidi Chino Kid aweze kutafutwa. Lakini kwa kila nafasi iliyokuwa imepatikana kwa Chino Kid kupigiwa simu na kutumia meseji, lakini mambo yalionekana yako tofauti, kwa sababu bado tunahitaji kupata exclusive kutoka kwa Chino Kid kuweza kusikia ni nini anachoweza kujibu baada ya sakata hili na seke hili linalomhusu la Chino Kid kuweza kuhusishwa na masuala ya madawa, ama tunaweza tukaita kwa jina lingine mambo ya ngada, ambapo nafikiri ni swala lililoweza kuzungumzwa na lililoweza kuvuja ndani ya voice note ya msemaji wa zamani wa klabu ya Simba Sport Club, lakini pia na klabu ya Dar Young African ambaye ni Haji Sande Manara, ama unaweza ukamuita huyu ni mzungu mzee. Of course ni swala ambalo limekuwa so hot na kila mmoja anatamani na anataka kujua mwafaka muendelezo wa maisha ya msanii ambaye sasa hivi anakubalika katika East Africa na Tanzania kwa ujumla. Yeye ameweza kujizolea mashabiki wa kutosha. Basi bila shaka Chino Kid, kama ni swala ambalo sasa hivi linaendelea na linamhusu, na kama kweli amekuwa akijihusisha aidha ni katika ufanyaji wa biashara hii ya ngada, ama yeye mwenyewe pia kuweza kutumia, na unaambiwa huwezi kufanya biashara hii kama hujaingia kwenye mfumo wa kuweza kutumia. Yani ni lazima tu, huwezi ukauza bangi alafu ukasema hauwezi kutumia bangi wala hujawahi kuvuta bangi. Kwa hiyo ndo hili sakata linaloendelea. Huwezi kuuza unga, huwezi kufanya biashara ya ngada akati mwenyewe hujawahi kutumia ngada. Kwa ni issue ambayo iko wazi na ni statement ambayo kama kile kilichozungumzwa kwenye voice note iliyovuja ni kweli, manake tayari mchongo umeshakuwa mzito. Yani kibarua kimeshaanza kuota nyasi kwa mashabiki wa Chino Kid, kwa sababu sasa ni lazima kuna baadhi ya watu watampunguza tu, kama yaliyo kujitokeza kwa Young D, Young Dar es Salaam, na mwenyewe kujikuta ameingia kwenye changamoto hiyo. Na hatushangai kwa sababu kwa wasanii imekuwa ni jambo la kawaida na hakuishiwa kutajwa mwenyewe. Hata